Movie yetu inaanza usiku mmoja. Mwanafunzi wa chuo kikuu aitwaye Matthew anahudhuria sherehe kwenye bweni la wasichana ambako anashikilia lifti ili msichana aliyekuwa amebeba nguo zake za kufua aingie. Kisha umeme unakatika ghafla, lakini hilo halimzuii Matthew kuendelea na mazungumzo na msichana huyo ambaye alionekana kufurahi na hatimaye wakajikuta wakifanya mapenzi naye. Kwa bahati mbaya, Matthew hakuona uso wake na kufikia asubuhi tayari alikuwa ameondoka. Kwa sababu hiyo, Matthew anaazimia kumtafuta msichana huyo wa ajabu. Hata hivyo, rafiki yake Rod hamwelewi na hampi msaada wowote. Haoni sababu ya Matthew kuwa na hamu kubwa ya kumpata msichana wa kwenye lifti. Matthew anaeleza kwamba hajawahi kufanyiwa hivyo na mwanamke kabla na anakumbuka matukio kadhaa ambapo alijiaibisha mbele ya wasichana mbalimbali. Licha ya hayo, Rod haonyeshi kujali na badala yake anaanza kuzungumza bila mpangilio kuhusu jinsi ya kuongeza uume wake. Hali ya Rod inabadilika ghafla Matthew anapomwonyesha chupi msichana aliyoiacha kwenye lifti. Rod anaishika bila haya na kuinusa. Matthew anaichukua haraka na kuanza kufanya kazi zake za chuo huku akimpuuza Rod aliyekuwa akiangalia televisheni. Baadaye kidogo, Matthew anamweleza Rod mpango wake wa kuingia kwenye bweni la wasichana. Anatupa begi lililojaa panya kupitia dirisha la bweni na kujifanya fundi wa matengenezo. Akiwa ndani, anaanza kutafuta chupi inayolingana na ile aliyoipata. Kwa bahati mbaya, haifanikiwi na anaamua kuacha kwa siku hiyo. Lakini kabla hajaondoka, anamshuhudia kijana aitwaye Crick akimnyanyasa mpenzi wake Patty. Matthew anachukua uamuzi wa kumwambia Crick aache. Ingawa anaogopa kupigwa, Crick anamkejeli na kumtukana. Matthew anawaza kwamba ni bora apigwe kuliko kumwona Patty akiumizwa. Ili kumwokoa, Matthew anamfinya Crick kifuani. Crick anapiga kelele kwa maumivu, kisha anamfanyia Matthew vivyo hivyo. Maumivu yanamidia Matthew na kuamua kumwacha. Crick anamwonya kwamba atarudi na kumwambia Patty atamshughulikia baadaye. Crick anapoondoka, Patty anamletea Matthew dawa, kisha anainua shati lake na kuona ameumia vibaya, hivyo anatumia bia baridi kumpunguzia maumivu. Matthew anamwambia kwamba anamfahamu Patty na hawezi kujizuia kuvutiwa na urembo wake. Patty anajaribu kumbusu, lakini Matthew anaogopa akihisi kutokufurahia. Patty anashangaa na kumuuliza kama anaogopa maneno ya watu kumhusu yeye. Matthew anamhakikishia kuwa si hivyo. Anachukua mipira midogo mezani akidhani ni ya kupunguza msongo wa mawazo. Lakini Patty anapomweleza matumizi yake halisi, anajisikia aibu na kuondoka mara moja. Baadaye, Matthew anamwambia Rod kwamba ataendelea kujifanya fundi hadi ampate yule. Anapanga kutengeneza matatizo kila siku kwa wasichana ili wasichana walazimike kumruhusu kuingia bwenini. Siku moja, Matthew anaenda kumsaidia msichana mrembo aitwaye Cynthia juu ya tatizo lake bafuni. Pia anasaidia kutengeneza televisheni ya bweni, ndipo Alene anapomwalika kucheza mchezo wa fusi. Anayefungwa goli lazima avue nguo moja. Matthew anafungwa na anavua karibu nguo zote. Kwa bahati nzuri, uume wake unawavutia wote na anatoka kwa fahari. Baadaye, Matthew anamweleza Rod jinsi alivyoshindwa kumpata msichana. Wanazungumzia miili ya wanawake na kwa nini Mungu aliwapa silaha zote za ushawishi. Rod hapendi mada hiyo na anamwambia Matthew aache, akisema inamtisha. Kesho yake, Matthew anaharibu kiyoyozi cha bweni. Joto linapokuwa kali, wasichana wanalazimika kuvua nguo. Matthew na Rod wanatazama kutoka chumbani kwao kwa kutumia darubini, lakini Matthew bado hajui msichana wa ajabu ni nani. Anagundua kila msichana kwenye bweni ana tabia ya kipekee na anaanza kuwataja mmoja baada ya mwingine. Jumamosi moja asubuhi, Matthew anatumia bafu la msichana na kujificha ndani ya bafu baada ya kusikia msichana huyo amerudi. Kwa bahati mbaya, aliacha kiti cha choo kikiwa wazi na msichana anagundua haraka. Anapofuta sinki, Matthew anashusha kimya kiti, lakini msichana anamnyunyizia spray usoni. Msichana anapomtambua Matthew, anajitambulisha kama Wendy, walikuwa darasa moja zamani. Wendy anamsaidia kupunguza maumivu ya macho na Matthew anamweleza kuhusu harakati zake. Wendy anakubali kumsaidia na anakuwa mchunguzi wake kila anapoingia chumbani kwa msichana. Hatimaye, Matthew anapata jozi ya chupi zinazolingana na anasubiri msichana afike. Anapofika, Matthew anaeleza hisia zake, lakini anagundua msichana huyo anatumia lugha ya alama, si yule anayemtafuta, na Matthew anavunjika moyo. Wakati huo, Rod anamkumbusha Matthew kwamba wanawake huleta matatizo tu na anashangaa kwa nini anajisumbua. Matthew anajiuliza nini kilimtokea Rod hadi kuwachukia wanawake kiasi hicho. Rod anauliza kuhusu tangazo lake, hivyo Matthew anafafanua kwamba ni tumaini lake la mwisho. Tangazo linasema atakuwa akingoja kwenye basement ya bweni kila Alhamisi usiku. Rod anamkejeli, lakini Matthew bado anaendelea kungoja wiki baada ya wiki bila mafanikio. Usiku mmoja, Wendy analeta chakula ili kumliwaza. Anapokiandaa, Matthew anajiuliza ni aina gani ya msichana huyo. Wanala pamoja na Wendy anamsimulia hadithi ya kusikitisha kuhusu baba yake. Baadaye, Wendy anamvalisha Matthew kama msichana aitwaye Francisca. Mpango ni kumfanya mmoja ya wasichana akiri kuwa alifanya mapenzi kwenye lifti. Lakini hakuna anayekiri na mpango unashindwa. Wendy anashauri Matthew awajue wasichana vizuri zaidi na labda atahisi kitu. Matthew anaanza kuzungumza na wote. Usiku huo, anazungumza kwa undani na msichana mtulivu aitwaye Dora, anayemwambia anazungumza naye tu kwa huruma. Kesho yake, Alene anamkaribisha tena kwenye mchezo wa fus. Wanapocheza, wanajadili changamoto za kuwa mwanaume au mwanamke. Alene anashindwa, anakasirika na anamshutumu Matthew kwa kudanganya, lakini Matthew anasema hawakuwahi kuweka sheria yoyote kwenye mchezo wao. Hivyo, Alene anaondoka kwa hasira bila kuficha chuki yake kwake. Katika darasa la masomo ya wanawake, Matthew
anasema kuwa wanaume na wanawake wanafikiri wanacheza kwa haki, lakini wanahisi kudhulumiwa kwa sababu hakuna sheria zilizo wazi. Hata hivyo, mwalimu wake Bi. Stan hakubaliani naye, akisema wanawake wanajua sheria zilizowekwa na kuendelezwa na mfumo dume wa kisasa wa ustaarabu wa Magharibi. Kwa bahati mbaya, hakuna kingine Matthew anachoweza kusema. Baada ya mitihani yao ya kati, Matthew anaenda kumwangalia msichana ambaye hajatoka chumbani kwake. Anagundua Dora hayupo mahali pake pa kawaida na anaenda kumtafuta hadi anampata juu ya paa. Akiwa na wasiwasi, Matthew anakimbilia juu, lakini anagonga wavulana wawili waliobeba kochi, na kochi hilo linamgonga Cynthia kwa bahati mbaya. Juu ya paa, Matthew anamshawishi Dora kutojirusha. Anakiri anahisi yeye ni mbaya licha ya kuwa na akili nyingi. Anasema anajua maisha yatakavyokuwa kwake, akiamini hakuna mtu atakayewahi kuwa na hamu naye. Hatimaye anakiri kwamba hakuwa na nia ya kuruka kabisa, na Matthew anamshawishi kurudi ndani. Baadaye Dora na Matthew wanasoma kitabu pamoja, na Matthew anajikuta akifurahia kuwa na yeye. Usiku mmoja, Matthew anazungumza na Wendy kuhusu hasara za kuwa Francisca. Anasema Rod hakumtambua na hata alianza kumchunguza. Bila shaka, Matthew alijua Rod alikuwa anafanya nini, yeye mwenyewe hufanya hivyo. Kisha anakiri kwa Wendy kuwa alijihisi kudhalilishwa, na Wendy anasema anafahamu hisia hiyo. Matthew haamini kuwa Rod alikuwa tayari kumtongoza wakati akiwa amevalia kama Francisca. Baada ya kutafakari, Matthew anatambua kuwa wanawake ni wenye kuwajibika zaidi kuliko wanaume. Anasema wanawake kwa kweli hutawala dunia, lakini kwa kushangaza hawawekwi kwenye nafasi za wazi za mamlaka. Matthew anasema wanaume huogopa kuwaweka wanawake kazini kwa sababu wanajua hatimaye wanawake watapanda hadi juu. Siku chache baadaye, Matthew akiwa anakula na Patty, anamwambia anajua anampenda mtu kwa jinsi anavyomtazama. Kwa bahati mbaya, Crick anajitokeza na Matthew anampotosha ili amzuie kumkaribia Patty. Yule jamaa mkubwa anakasirika na kumsukuma Matthew, jambo linalomfanya Patty kuingilia kati. Bila chaguo, Matthew anamsaidia Patty kumshughulikia Crick, akitundika nywele zake kwa suluji ya sakafuni kabla ya kukimbia. Kwa sababu hiyo, Crick analazimika kukata nywele zake na kuanza kumtafuta Patty. Anapoangusha mpira wake mdogo kwa bahati mbaya, Crick anawapata na kuanza kuwafuata. Kwa mgeuko usiotarajiwa, mpira wake mwingine unaanguka na Crick anateleza na kuanguka chini ya ngazi. Matthew na Patty wanalala pamoja na kwa bahati mbaya wanamwaga chupa ndogo ya rangi. Asubuhi inayofuata, Matthew anajihisi vibaya kwa kumtumia Patty. Ana wasiwasi msichana wake wa fumbo atajua, lakini Rod anamwambia asijali. Kwa mara nyingine tena, Rod anazungumza kuhusu jinsi wasichana wanavyopaswa kutendewa, jambo linalomfanya Matthew aulize kwa nini anamchukia sana wanawake. Rod anakwepa swali hilo na kubadili mada, akidai alilala na msichana aitwaye Francisca. Matthew, akijua Rod anadanganya, anajibu kwa kuweka kitu kizito kwenye kifaa cha Rod cha kuvuta uume. Wiki zinapita na Matthew bado hajampata msichana kutoka kwenye lifti. Ghafla anajitokeza kwenye basement na kumwambia aache kumtafuta, anasema hampendi. Katika giza, Matthew bado hawezi kuona uso wake, hivyo anamkimbiza lakini anampoteza tena. Akiwa amevunjika moyo, anamtembelea Wendy na kulalamika. Anamwambia msichana wake wa fumbo labda ana mpenzi au alikuwa amelewa usiku ule. Matthew pia anakiri alikulia na hali ya chini ya kujiamini kwa sababu ya mama yake, jambo linalomkera Wendy. Anakasirika kuhusu jinsi wazazi wanavyowalazimisha watoto wao kuwa kile ambacho hawataki kuwa, kisha anavunja picha ya mama yake iliyo kwenye fremu. Wanaishia kupigana vita ya mito na kulala juu ya rundo la manyoya. Asubuhi inayofuata, mama wa Wendy anawakuta wakiwa hivyo. Matthew anaendelea na utafutaji wake, lakini muda unayoyoma, mwaka wa shule unakaribia kuisha. Anasuluhisha na Alene na kushirikiana naye kwenye mchezo wa football, na pamoja wanawashinda Crick na rafiki yake. Baadaye, Matthew anamrekodi Dora kwenye video ili kumwonyesha jinsi alivyo mrembo. Kisha anavunja dirisha la bweni ili aweze kurudi kama fundi wa matengenezo. Kabla hajapata nafasi hiyo, anakutana na Cynthia na kuona alama ya jeraha usoni mwake kutoka tukio la kochi. Akiwa na hatia, anatumia muda naye na kuzungumza kuhusu kitabu chake, lakini anakasirika na kupiga ukuta kwa teke. Siku nyingine, Matthew anakuwa na Patty akiwa amevalia kama Francisca. Anamuuliza kama anampenda yule fundi wa matengenezo na anakiri hampendi. Kabla waendelee, Crick anajitokeza tena akikataa kumwacha Patty. Matthew anaingilia kati kumsaidia atoroke, lakini Crick anamwelekezea Francisca badala yake. Akimdhania Matthew ni mwanamke, Crick anajaribu kumbusu na Matthew analazimika kumng'ata ulimi. Akiwa na aibu, Matthew hamwambii mtu yeyote kilichotokea. Baadaye anampata Rod akifurahia video ya Dora na anashangazwa kuona uume wa rafiki yake. Rod anaelezea hali yake na jinsi alivyodhalilishwa na msichana kwa sababu ya hali hiyo, akiomba Matthew aitunze siri. Wakati huo, Matthew anatambua kwa nini Rod anawachukia wanawake, lakini badala ya kumdhihaki, anamtuliza rafiki yake. Wakati muda unayoyoma, hatimaye Matthew anakiri mbele ya wasichana 100 wa bweni kuwa amekuwa akimtafuta msichana wa lifti. Anaeleza kila kitu na kufungua moyo wake. Ghafla, wasichana wote wanadai kuwa ndiye anayemtafuta, lakini Matthew anatambua kuwa msichana halisi ni yule ambaye huwa hatoki sana chumbani. Anakimbilia mlangoni kwake, lakini anaambiwa si yeye, lakini anapewa dokezo kuwa msichana huyo anaweza kuwa milango michache mbele. Bila kupoteza muda, anabisha mlango wa Patty na kumwambia sasa anajua yeye ndiye. Patty anamkataa akisema alichompenda ni msichana mwingine wa lifti. Anasema alijaribu kumfanya ampende, lakini ameshikilia yule mwingine. Akiwa na moyo uliovunjika, Matthew anaondoka. Anajaribu
Wanajaribu kusonga mbele huku wasichana wakirudi kwenye maisha yao. Cynthia hata anagundua ana kipaji cha sanaa za kujilinda. Hatimaye Matthew anapata ujasiri wa kuzungumza darasani kwa Bi. Stan. Anasema tatizo la dunia ni kuwa kuna makundi mengi yanayopigana badala ya kuelewana. Darasa linampigia makofi na Bi. Stan anabaki bila la kusema. Wakati huo huo, Crick hawezi tena kuzungumza vizuri kwa sababu ya ulimi wake. Matthew anatishia kumripoti kwa alichomfanyia akiwa Francisca, na waathiriwa wengine wanajitokeza. Baadaye Wendy anatangaza kuwa ni msagaji na anaanza kutoka kimapenzi na Alene. Matthew anampangia Rod na Dora wakutane kwenye lifti, na tangu wakati huo wamekuwa pamoja. Hatimaye Matthew anamtembelea Patty, akimchukulia kama zawadi aliyosubiri kwa muda. Wanakisi na Matthew ni mwenye furaha, hatimaye amempata msichana wa ndoto zake. Asante kwa kutazama, endelea kutufuatilia, tuonane kwenye video inayofuata.